Wewe unatuambia Yesu ni mtume, lakini Biblia mbona inakataa sasa? Sasa wewe umeniuliza mimi, umeuliza Biblia. Sasa kama alitumwa kuja kukomboa watu, kwa nini awe Mungu? Si ndo hapa andiko Biblia ndo inatuambia Yesu Mungu. Sisi tunaambiwa Yesu ni mtume. Ni roho. Yaani ni roho ambayo Mungu aliiweka ndani ya nini? Ndani ya Mariamu. Sawa, na wewe roho yako imetoka kwa nani? Roho yangu mimi? Roho yangu mimi ndio hivyo kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa hiyo wewe na Yesu wote mmetoka huko. Mashaallah. Swali jepesi hilo. Shehe, mtu mwingine kwa mtaani huku na swali magumu. Kwa mtazamo wako unasema Yesu ni mtume. Mtume anaweza kuwa Mungu? Hawezi kuwa Mungu. Maana yake hapa Biblia inatuambia Yesu Mungu inakosea. Hapa watu walipachika. Au hii Biblia kwanza agano gani? Agano jipya hilo. Hebu lete Biblia ya kitabu ipo hapa. Hapa tunazo Biblia zote, Qur'ani zote tunazo. Hebu nisomee Tito 2:13. Tito 2:13. Andiko hajanipa sasa. Sasa ni swala la andiko. Ni swala la andiko, yani niseme yani ni kutokana na yani kuamini kwangu mpaka kufikia hapa. Amepata kusema Yesu ni mtume. Yesu ni mtume ndio jibu sahihi. Kwa mujibu wa Qur'ani, lakini huyu Mkristo. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kawaida yetu, juzi tuliwaahidi kwamba hivi karibuni tunaanza Street Dawa, na alikuwa nikiposti nawaambia Street Dawa is coming. Si ndio hivyo wazungu sasa leo mashallah tunaingia katika Street Dawa. Tupo katika gari letu hapa mashallah la Al Huda Dawa and Debate. Nini shekhe? Institute. Mashallah. Wagalatia mtaani jiandaeni. Mkituona mtaani msishangae jamani. Ndio tunaingia hivyo, msiseme hii leo tumevamiwa. Sisi tunahubiri amani tu. Ila tu tunakumbushana uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa ndugu zetu wa Kristo tutauliza maswali na wao watatuuliza maswali, na ndugu zetu wa Islam tutauliza maswali inshallah, na wao watauliza maswali ambao yanawatatiza. Nipo hapa, mimi ni Young Saidi, wengi mnanijua, lakini hapa kuna shekhe wangu anaitwa Juma Kadasani. Leo ni ile siku ambayo ilikuwa nasubiriwa kwa miaka mingi tuseme. Kwa hiyo leo kwa kile ambacho tutaenda kukitoa, basi tunaomba mtuombee sana, dua kwa Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Kama ni maswali, basi maswali yawe mepesi. Pia majibu yawe ya kuridhisha inshallah, kwa sababu hakuna aliyokamilika isipokuwa Allah peke yake. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Abdullah Ali. Ni miongoni mwa crew hii. Alhamdulillah tupo katika msafara huu na ni siku ya mwanzo ndo tunaingia hivi kwa ajili ya kupata uzoefu mtaani, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufanye wepesi katika jambo hili, na tupo huku na nyinyi dua zenu pia zinahusika sana na tunazihitaji kwa wingi sana. Tuko hapa, karibuni na mkae mkao wa kula kwa ajili kupata elimu na maarifa mengi katika haya ambayo tunayafanya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Niwaambie tu msemo wa kizungu aliosoma Sheikh Saidi anasema street da'wa on your street. Ukiniona tunaitwa Norman B Ali, unaweza kaniita Mwarabu wa Sudan. Niko hapa sako kwa bako na nyinyi mwanzo mpaka mwisho wa Galatia, tunakuja kwenu. Tuko Magomeni kanisani 17 Yohana, ndio ambao naishi nayo. Kila ukikutana na wewe na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mpe maiki. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumefika mtaani kwa ajili ya Street Dawa. Hapa nina bahasha mbili. Leo nimekuja na zawadi. Street Dawa yetu sisi tuna zawadi jamani. Nimekuja na bahasha mbili, hii bahasha ya Waislamu, hii bahasha ya Kristo. Mkristo tukimuuliza swali, akiweza kutujibu tunampa bahasha yake na atapata humu ndani kuna zawadi. Sitataja ni bei gani, humu kuna pesa jamani. Na Muislamu akijibu swali tutampa kiasi chake, ni hichi hapa. Hapa tupo Magomeni kanisani. Tumekuja kufanya kipindi chetu kile Street Dawa au dawa mtaani. Hapa nina bahasha mbili, ni bahasha ya Waislamu na hii ni bahasha ya Wakristo. Tutauliza maswali hapa. Tutamuuliza swali Muislamu, akijibu vizuri atapata bahasha yake. Lakini tutamuuliza swali Mkristo, akijibu vizuri naye atapata bahasha yake. Maswali kwa upande wa Waislamu ataulizwa na shehe wangu Abdalla bin Ali. Mashallah. Imamu wangu bwana huyu. Anaswalisha msikiti gani Sheikh? Masjid Muhajirina. Masjid Muhajirina, mashallah. Lakini kwa upande wa Ukristo, mimi hapa Young Saidi, kijana machachari maarufu kabisa mitandaoni. Wote mnanifahamu. Nitauliza maswali ndugu zetu upande wa pili. Naam.
Sheikh Abdalla, karibu bwana, tuanze na Waislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama ambavyo Sheikh Said ametangulia kusema hapo, na swali ambalo tuko nalo kwa kijana wetu, kwanza tungependa kumtambua kwa majina Sheikh. Assalamu alaikum. Abdul Karim Hassan Hamis. Assalamu alaikum kwanza. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Karim Hassan Hamis. Abdul Karim Hassan. Abdul Karim Hassan ni Muislamu? Ndio Muislamu. Mashaallah. Tuko Magomeni hapa Morocco, na swali la kwanza linakuja kama hivi, anajiandaa kulijibu hapo. Tutajie jina la nabii ambaye aliwakimbia watu wake na akamezwa na nyangumi au samaki mkubwa baharini baada ya kuwakimbia watu wake. Swali limeeleweka hilo? Unamkumbuka huyo nabii anaitwa nabii gani? Nabii Yunus. Nabii Yunus, mashaallah. Au Wakristo wanamuita brother au mnamkumbuka Yunus? Yona, anaitwa Yona, mashaallah. Story ya Yona. Amepata swali, ni Yunus, ndio yale mambo ya Yona na Yunus, mashaallah. Amepata Sheikh, kama una mzigo wake. Mashaallah. Swali jepesi hilo. Sheikh, mtu mwingine kwa mtaani huku na swali magumu. Mashaallah. Sasa tunauliza swali upande wa pili wa ndugu zetu wa Kristo. Brother, wewe si Mkristo? Mimi Muislamu. Ni Ramadhan, Sheikh Ramadhani, mashaallah. Sheikh Karim washajibu, bahasha imebaki ya Kristo. Brother, unaogopa nini brother zangu? Mbona maswali mepesi kwa Kristo? Brother vipi? Safi. Kwema. Kwa majina? Samueli. Naitwa Samueli Yona. Mashaallah. Sasa mimi nitakuuliza swali jepesi sana. Mimi ndo nimechukua jukumu la kuuliza swali upande wa pili wa ndugu zetu wa Kikristo. Ndugu yangu, nakuuliza swali, Yesu kwenu nyinyi wa Kristo ni kama nani? Yani kwenu kama mtume, nabii, au kwa sababu kuna Kristo wengine wanasema Yesu ni Mungu, wengine wanatuambia Yesu mtoto wa Mungu, wengine Yesu ni mtume. Sasa tunataka tujue. Yesu ni mtume. Ni mtume, mashaallah. Ndugu yetu anasema Yesu ni mtume. Mashaallah. Unaweza kuthibitishia labda kwa andiko? Kwa andiko? Andiko hata moja. Kwa andiko hapana, sifuatilia, lakini na Biblia kwenye simu. Kwa andiko uongo, nitaongea uongo, lakini ninachojua mimi Yesu ni mtume, alitumwa kuja kusambaza dini ya Ukristo. Basi mimi nitatoa andiko moja hapa. Hebu Sheikh, naomba unisomee. Kuna andiko wa Kristo wenzako wananitoleaga na naambia Yesu ni Mungu. Sasa unaponiambia Yesu ni mtume alafu nipe andiko, ungenipa andiko nakupa bahasha. Hii hapa bahasha, mwenzako yule amepata bahasha. Wenzako wanaambiaga Yesu ni Mungu. Au wewe hujai kusikia za chini? Anasikia. Yesu ni Mungu. Hebu nisomee Tito 2:13. Tito 2:13. Tito 2:13. Mpe simu huyo. Tito 2:13. Karibu Sheikh wangu, karibu. Haya. Naam, Tito 2:13 kwa wale wanaopenda kusoma. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Yeye kasema ni mtume. Ni mtume. Yeye kasema ni mtume. Biblia inakataa. Biblia inakataa. Inakataa Biblia. Au muonyeshe, hebu lete tumuonyeshe. Hapa pengine labda tuna kama tumetunga. 2:13. Soma mwenyewe Tito 2:13. Kuna Mkristo mwingine? Anasema ongeza sauti. Nake naye achangie. Soma Sheikh, soma. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Sasa Yesu ni nabii. mbona ushakosa hela? Kwa wewe Mkristo unalitaka. Au wewe ushawahi kusikia labda kuna andiko linasema Yesu ni mtume? Kwa mujibu wa Biblia. Kwenye Qur'ani sisi Yesu tunaambiwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwenye Qur'ani wala hakuna andiko linalosema Yesu ni Mungu. Tunaambiwa Yesu ni mtu na ni Masihi aliyetumwa kwa wana wa Israeli awakomboe watu walikuwa wamepotea. Sasa kama alitumwa kuja kukomboa watu, kwa nini awe Mungu? Si ndio hapa andiko Biblia ndio inatuambia Yesu Mungu. Sisi tunaambiwa Yesu ni mtume. Sasa pasa ukamuulize Yesu ni mtume au ni Mungu? Amepata kusema Yesu ni mtume. Yesu ni mtume ndio jibu sahihi. Kwa mujibu wa Qur'ani, lakini huyu Mkristo
Na hii ndio jibu sahihi. Ndio jibu sahihi. Sasa andiko hajanipa sasa. Sasa ni swala la andiko. Ni swala la andiko, yani niseme yani ni kutokana na yani kuamini kwangu mpaka kufikia hapa. Ni alitumwa na Mungu kuja kusambaza dini ya Ukristo. Sawa. Kwa hiyo Biblia hapa inasema uongo. Sijasema nasema uongo. Ili ni andiko kama andiko mengine. Kwa hiyo hapa tunaambiwa ni Mungu, hii ni kweli au uongo? Kama unaamini Yesu ni mtume na jamaa ananiambia wamempatia nataka nikupe zawadi. Hii hapa humu kuna hela humu. Utafungua hapa kama unataka waonyeshe watu pesa waliopata au kama unataka ubaki siri yako utaenda kufungulia huko. Wewe unatuambia Yesu ni mtume lakini Biblia mbona inakataa sasa? Sasa wewe umeniuliza mimi, umeuliza Biblia. Kwa nini wake hizo nyinyi mnapata kitabu gani jamani? Wewe umeniuliza mimi nimekujibu mimi kwa mujibu wangu mimi. Yesu ni mtume. Kwa mujibu wako Yesu ni kusambaza dini ya Ukristo. Sawa. Sasa hili andiko nalosema hivi. Yaani sijui labda ungefanyaje, lakini kwa mimi, kwa mtazamo wangu mimi na ninavyojua mimi, Yesu ni mtume, alitumwa kusambaza dini ya Ukristo duniani. Kwa mtazamo wako unasema Yesu ni mtume. Mtume anaweza kuwa Mungu? Hawezi kuwa Mungu. Maana yake hapa Biblia inatuambia Yesu Mungu inakosea. Hapa watu walipachika. Au hii Biblia kwanza agano gani? Agano jipya hilo. Hebu lete Biblia ya kitabu ipo hapa. Hapa tunazo Biblia zote, Qur'ani zote tunazo. Yule jamaa kajibu swali, amesema Yona kamezwa na kwenye tumbo la samaki. Biblia inakubali, Qur'ani inakubali. Qur'ani inakubali, Biblia inakubali. Lakini Biblia inakataa kuhusu na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Sasa nataka nikuulize swali. Wewe unatuambia Yesu mtume, hapa tunaambiwa Yesu Mungu. Biblia inasema uongo au inasema kweli kama wewe? Mimi nimejibu kwa mtazamo wangu mimi. Sawa, kwa mtazamo wako. Wakristo kwani kitabu chao nini? Ni Biblia. Sasa Biblia inatuambia Yesu nani? Labda unaiamini Biblia. Sasa maana namuuliza swali fupi. Hapa Biblia inasema uongo au inasema kweli? Kwa sababu wewe unasema Yesu ni mtume. Mwenzako kashapata bahasha yule kule. Shida sio kupata. Anachekelea pembeni tu. Unakupambana nayo. Amepata zaidi kwenye nini? Mimi kwa mtazamo wangu naona amepata. Sama amepata. Sama anasema Yesu ni mtume. Mimi nitamsaidia 13:23 Matendo. Matendo ya Mitume. 13:23. Matendo ya Mitume. Na inamsaidia andiko. Inasema kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kwa ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa atawaletea wana wa Israeli mwokozi. Kwa Mwenyezi Mungu ndo anaahidi kuwapelekea kama ulivyosema kwamba huyu ni mtume. Mwenyezi Mungu kamtuma kwa wana wa Israeli akawatoe katika kiza walichokuwemo awapeleke katika nuru. Kwa hiyo ni agizo la Mungu. Mungu kamwagiza huyu aje afikishe ujumbe wake. Ndio maana alikuwa anatembea Bethlehem, pande za Tiro na Sidoni, anaenda Nazareti, sio anaogelea wapi. Yaani huko kote anapeleka habari ile njema. Kwa hiyo huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu ndio. Kwa hiyo yuko sahihi katika hilo jibu. Sasa Sheikh Abdalla, mashallah umemsaidia ndugu yetu. Ametoa andiko Yesu ni mtume, bahasha yako hapa hakusaidia. Lakini sasa mimi hapa nina mashaka. Yule baya anasema ndugu yangu katoa Yesu mtume. Huyu ndugu yangu anasema Yesu mtume. Mimi na mashaka kitu kimoja. Huyu ndugu yangu anasema Yesu mtume. Na Sheikh amsaidia andiko hapa Yesu ni mtume. Lakini hapa kuna andiko linasema Yesu ni Mungu. Sasa ile andiko tulifanyeje? Yona kaa pale. Wote tunataka tusikie rai. Tusikie naye. Wewe naye unasema Yesu kama nani? Yesu na huyu katoa andiko Yesu ni mtume. Mimi katoa andiko Yesu ni Mungu. Wewe unasemaje kwanza kabla sijataja swali nilomuuliza wewe unasemaje katikati? Ni mtume au ni Mungu? Mimi kwa jinsi ninavyojua na jinsi ambavyo nimejifunza ni kwamba kwanza Yesu ni mwana wa Mungu. Ni mtoto wa mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Ndio sasa shughuli huko ukasema mtume, huko ukasema mwana wa Mungu. Ndio. Ambaye Yesu alitumwa duniani sawa kwa ajili ya kuokoa wanadamu na dhambi zao. Yaani hapo kwenye kuokoa wanadamu na dhambi zao ni pamoja na kuwahubiria, pamoja na kuwaponya wagonjwa, pamoja na kuwatoa waliopo kwenye vifungo vya shetani kuwaleta kwenye katika uzima. Ndio. Kwa sasa mimi ninavyojua mimi ni kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ambaye aliagizwa duniani kwa njia
nje yake ilikuwa ni nzito kidogo, ni tofauti na hii ya kawaida. Mbona yeye alizaliwa bila baba, ndio alizaliwa kwa mimba iliwekwa kwa Bikira Mariamu, ndio akafanyaje, akazaliwa, ambapo Yusufu ndo alikuwa anataka kumchumbia Mariamu, ndio akamtolea mpaka posa ile, lakini mwana, yani mimba alikuwa Yusufu hajui kwamba ile mimba ni alikuwa ashakata kwamba mimba sio ya kwake, lakini mwisho lakini ndio, lakini sawa, lakini mwisho wa siku akaja akatokewa baada ya Mungu kushtukia hilo au kuona kitu kama hicho, malaika akaja akamtokea ndotoni, akamtokea Yusufu ndotoni kwamba asiogope na wala asisubutu kumwacha Mariamu kwa sababu mimba aliyoko nayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndipo akarudi kwa Mariamu, kwa sababu akarudi kwa Mariamu, wakaanza tena mahusiano na maisha mengine yakaendelea. Akamlea mtoto wa Yesu akawa babaka kufikia Mariamu. Yeah. Lakini baba yake kwa mzazi ni Mungu. Yani kwa nani wasema? Yani kwa mimi ninavyojua Yesu ni mwana wa Mungu. Yani ni mwana. Sasa hapo mimi napata mashaka kidogo. Mwana wa Mungu yani kivipi? Yani kwamba Yesu babake ni Mungu kabisa mzazi, au mwana wa Mungu tu kama vile mwana Yanga, mwana nchi, mwana Simba? Hapana, jinsi unavyosema wewe mwana Simba si mwana Yanga ni tofauti. Yani kwamba ni tofauti na hivyo unavyosema wewe. Kwamba kamzaa. Ni tofauti unavyosema wewe kwa sababu ile mimba imetokana na ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa nataka nijue labda Yesu ana DNA za Mungu au vipi? Ndio hapo. Yaani mwana wa Mungu yani DNA za Mungu haziwezi, DNA za Mungu zinakujaje hapo tajiri? Mwana wa aziji hapo. Umeona, kwa sababu ile mimba, umeona ile mimba ilikuwa kama roho. Ilikuwa ni roho ambayo imetumwa ikaingia ndani ya nini? Sasa ndo nataka nijue mwana wa Mungu kajaje. Yani huu wanawake wa Mungu yani kivipi? Yani wanawake tunataka utufafanulie. Ni roho. Yani roho imetoka kwa Mungu. Kwa nini roho yako imetoka kwa nani? Shetani. Hapana, roho pia ndio hivyo. Yani kwamba ile roho ambayo yuko nayo yeye au ile mimba ile ambayo alishushwa pale ni kama nini? Ni roho. Yaani ni roho ambayo Mungu aliweka ndani ya nini? Ndani ya Mariamu. Sawa, na wewe roho yako imetoka kwa nani? Roho yangu mimi? Roho yangu mimi ndio hivyo kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa hiyo wewe na Yesu wote mmetoka huko. Umesikia wewe unavyokuja wewe, sawa? Wewe unavyokuja wewe unakuja tuseme labda kwa nini? Kwa kuforce kitu kimoja, sawa? Na unachotaka wewe ni kwamba unataka kama ubishani fulani hivi, lakini ubishani huo ni kwamba wewe unashindwa kunielewa mimi, sawa? Unajua bwana, sio ubishani ndugu yangu. Kwa sababu gani? Mimi ninavyokuambia kwamba ni roho ambayo ni roho wa Mungu ambaye imeshuka kwa Mariamu. Yani sio kwamba wewe huelewi, unaelewa. Basi ni kwamba wewe unataka si unataka nikufafanulieje au mimi nimekuuliza swali. Kwa hiyo roho yako imetoka kwa shetani au kwa Mungu? Mimi roho yangu imetoka kwa Mungu. Wewe na Yesu wote mmetoka kwa Mungu. Kwani kuna Kwa hiyo Yesu mwana wa Mungu ila wewe sio mwana wa Mungu. Umesikia? Yani wewe unachotaka wewe. Sikiliza Qur'ani sasa inasemaje? Sikiliza Qur'ani inasemaje? 2:1 mpaka 3. Sikiliza Qur'ani. Tofauti bwana. Wewe mwana. Huyu mwana umeweza kusema mtume. Haraka hapa Qur'ani 112. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Qur'ani 112:1 inasema sema yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. Mwenyezi Mungu mkusudiwa, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Kwamba Mungu hana, yani hana kufanana naye. Azai wala
Mungu hazai wala Qur'ani. Sawa, hiyo ni Qur'ani ambayo hiyo sawa inasemaje, lakini Mungu hazai wala ambayo umesoma wewe. Sawa, ndio inasema Mungu. Sawa, hii ni Qur'ani sio Biblia. Tunarudi kwenye Biblia, tutarudi Biblia. Mimi nakuelewa kwenye Biblia tunarudi, ila Qur'ani inasema Mungu hazai wala. Labda arudie kusoma, rudia kusoma tajiri, rudia tena, hajasikia. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sema yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. Kwanza Mungu ni wa pekee. Yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. Mwenyezi Mungu mkusudiwa, hakuzaa wala kuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Ndugu yangu, Mungu hana wala kufananishwa naye. Hazai wala wala kuzaliwa. Sasa wewe unakubali Mungu amezaa? Amemzaa Yesu. Mungu hajamzaa Yesu. Sasa kama hajamzaa Yesu, mwana unatokea wapi? Ndio nataka nitambue. Ni roho. Roho imetoka kwa nani? Roho imetoka kwa Mungu. Na wewe yako imetoka kwa? Roho kwani watu wanapewa roho na nani? Yani roho zinatoka kwa Mungu. Vipi yeye awe mtoto wa Mungu au siwe mtoto wa Mungu? Mimi mtoto wa Mungu pia. Kwani nani ambaye sio mtoto wa Mungu? Kila mtu ni mtoto wa Mungu. Kumbe Mungu anazaa. Mungu hazae, sawa, bali zile roho ambazo yani ile roho ambayo imewekwa kwa wanadamu kwamba sasa zile roho alizizaa ili awe mwana au ni kiumbe chake la kuumba? Ni hapana, ni vitu ambavyo yeye, unajua wanasema zamani, umeona kipindi yeye anaumba mbingu, yani anaumba dunia, wanyama na vitu vyote ambavyo vipo ndani ya dunia. Akafikia hatua ya kuumba wanadamu, akaambia kwamba nendeni, alivyomuumba Adamu akamuumba na Eva, akaambia nendeni mkazaliane mkaijaze dunia. Kwa hiyo ni kwamba hicho ni kibali ambacho wamepewa na nani? Wamepewa na Mungu. Yaani ni kitu ambacho wamepewa na Mungu kwamba nendeni. Kibali ndio kikawafanya mwe wana wa Mungu. Ya, ndio kwa sababu sasa nakuuliza swali jepesi. Mtoto wa panya ni nani? Mtoto wa panya? Si wa panya? Kwa mtoto wa panya hivyo. Na mtoto wa Mungu anakuwa nani? Kwa mtoto wa Mungu vile vile. Anaweza kuwa kuwa wewe unajua kitu. Mtoto panya anazaa nani? Panya anazaa nani? Panya si anazaa panya? Mungu anazaa? Mungu hana kufananishwa naye kwanza cha kwanza. Hivi unaposema mwana hivi mbona unajua mimi mnaniacha Wakristo, hapo ndo shida yenu. Kwa sababu mtoto wa kuku ni nani? Anaweza kaa simba? Hapana. Mtoto wa kenge anaweza kaa mamba? Hapana. Mtoto wa Mungu naye ni ndio hivyo ni mtoto. Sio Mungu. Sio Mungu kwa sababu Mungu huwezi ukamfananisha na nani? Ukamfananisha na mwanadamu. Yaani huwezi ukamfananisha Mungu na mwanadamu hata siku moja. Mtihani. Sasa mimi unajua sielewi wana wenu umetokea vipi? Hiyo ndio shida. Ndio maana Qur'ani inasema Mungu hajazaa wala hajazaliwa. Sasa umeona? Hiyo ni kwa ajili unavyoamini wewe kwenye nini? Kwenye Qur'ani. Twende kwenye Biblia. Kwenye Biblia? Biblia inatuambia nyinyi ni wana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio ambao sasa hivi unashindwa kunijibu. Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Hadi wewe. Sawa. Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Sisi hapa tumetokana na vyanzo vile Adamu na nani? Sasa ndugu yangu wewe Adamu na Hawa. Ndugu yangu ngoja kwanza. Wewe unaamini Mungu afanani na chochote, alafu unasema Mungu amezaa. Hivi sifa kuzaa ni ya Mungu ya binadamu? Mimi ndo nimekwambia Mungu azai. Mungu amezaa. Naambia Mungu afanani na chochote au Mungu afanani na. Sasa kama afanani na chochote, unaposema amezaa amefanana na binadamu, sawa? Tajiri. Na hisa tuelewana kwa sababu wewe unachotaka wewe ni ubishani wa kidini na sio wa kawaida. Si tuongee tujue moja. Wewe unachobishania unabishania dini. Umeona? Sawa. Wewe unachobishania wewe ni unabishania nini? Ni unabishania dini. Sawa. Ngoja Abdalla akusalimie.
Bwana Yona vipi? Wewe kwako nani Sam mashallah tuko naye kwa sababu anasema Yesu ni mtume. Kwa nini unaamini kuwa Yesu ni mtume? Unaamini kuwa Yesu ni mwana? Naamini pia Yesu ni mtume. Ni mtume. Kwa sababu umesema Yesu ni mwana wa Mungu. Kwani Mungu ana watoto wangapi? Pia kivyovyote vile unaweza ukaja ukasema Yesu ni mtume ambaye ni Yesu ni roho ambayo imetumwa kwa nani? Yesu ni roho ambayo ilitumwa duniani kuja kuokoa wanadamu na dhambi zao. Sawa. Yesu pia unaweza ukasema ni mwana wa Mungu ambaye ametumwa duniani kuwaokoa nini? Wanadamu na dhambi zao. Kondo hivyo. Ukisema mfano tukisema Yesu ni mwana wa Mungu. Yani mwana kwa maana Mungu ana watoto wangapi? Sio kwamba ana watoto. Sio kwamba ni mtoto wake wa kumzaa, bali ni roho ambayo ameituma na aliiweka ndani ya Mariamu. Kwenye tumbo la Mariamu ndipo akazaliwa na kuja kutuhubiria sisi na kututoa kwenye vifungo vya nini? Mashaallah. Na sisi tunavyoamini hivyo Uislamu kwamba Yesu ni roho ambaye Mwenyezi Mungu ameiweka katika tumbo la Mariamu akazaliwa kama mtoto. Lakini hatusemi kwamba ni mwana wa Mungu. Kwa mimi nilivyosoma kwenye Biblia ni Mathayo ngapi ile? Mathayo ngoja nikuonyeshe kwenye Mathayo. Ni Mathayo au ngapi ngoja? Inasemaje hiyo? Kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Nitakusaidia mimi andiko 3:16. Inasemaje? 3:16 Yohana 3. Mungu alipenda ulimwengu tena akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni hiyo? Ndio hivyo. Mimi niko na swali moja. Sina shida katika kusema Yesu ni mwana. Lakini nimeuliza kwamba yani Mungu ana watoto wangapi? Ana wana wangapi? Kwa mujibu wa kitabu chako cha Biblia. Kwamba ana wana wangapi Mungu? Hao wana ambao wamewazaa wao, kwa sababu amefanyaje? Ndio maana nimekuuliza swali la msingi. Kwa nini? Ukijiuliza hilo swali unasema mbona nimemweka Yesu kuwa so special? Mfano mdogo. Tusomee andiko hapo 22:10 kitabu cha Nyakati wa kwanza. 10 Nyakati wa kwanza. Sikiliza hivi vitu, nakupa vitu, nitakupa vitu sikupe vingi, alafu utavifananisha. 22:10 Nyakati wa kwanza 22:10. Inasema huyo ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Naye atakuwa mwanangu, nami nitakuwa babaye. Mimi nitakifanya imara milele kiti cha ufalme wake juu ya Israeli. Sasa mwanangu, Bwana nawe pamoja nawe. Inasema tazama, utazaliwa mwana atakayekuwa mtu wa kustarehe, nami nitamstarehesha mbele ya adui zake pande zote, kwani jina lake litakuwa Sulemani. Nami nitawapa Israeli amani ya utulivu siku zake. Huyo ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu, naye atakuwa mwanangu, nami nitakuwa babaye. Kitabu cha Nyakati wa kwanza 22:10 anamueleza Sulemani akisema huyu ni mwanangu. Ndio maana nikauliza Mungu ana watoto wangapi? Sio huyo peke yake. 3:38 Luka. Haraka sikiza watoto wa Mungu walivyokuwa. Alafu utaniambia. 38 Luka inasema. Kwa wale wanapenda kusoma na kuandika. Inasema Waenoshi, Wasethi, Wasethi, Adamu wa Mungu. Adam pia ameitwa mwana wa Mungu. Luka 3:38. Kwa hiyo ukiangalia hizi story nyingi unaona mbona waliotajwa wana wa Mungu wametajwa. Yakobo pia akatajwa kama mwana wa Mungu. Daudi 2:7 Zaburi. Angalia hizo haraka afu tena kuzipitia. Zaburi 2:7 kitabu cha Zaburi. Nitaihubiri amri. Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Mungu anamwambia Daudi watoto, yani sio shida katika, yani kwenye Biblia umetaja watoto wengi. Andiko la mwisho kabisa ili uone 38:9 Yeremia. Muangalie na Efraimu naye. 38:9 kitabu cha Yeremia. 38:9 Yeremia. 38:9 Yeremia inasema 38:9 Yeremia haraka mwalimu inasema ewe bwana wangu mfalme, watu hawa wametenda mabaya katika mambo yote waliomtenda Yeremia nabii, ambaye wamemtuma shimoni, ambaye wamemtupa shimoni, naye hakosi, atakufa pale alipo. Kwa sababu
Inasema watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza, nitawaendesha penye mito ya maji, katika njia iliyonyooka, katika njia hiyo hawatajikwaa. Maana mimi ni baba wa Israeli na Efraimu ni mzaliwa wa kwanza wangu. Sasa unapozungumza watu wa Mungu na huyu ni mzaliwa wangu tena wa kwanza. Sasa ndio shida. Sasa ukija ukisema mama Yesu naye ni mwana wa Mungu, ndio maana nikakuuliza hata mimi na wewe ni wana wa Mungu. Si ndio umeona? Mimi na wewe pia ni wana wa Mungu. 5:9 Mathayo. 5:9 Mathayo hilo la mwisho. Mimi na wewe waona pia ni wana. 5:9 kitabu cha Mathayo. 5:9 Mathayo nasema, ndugu yangu sikiliza vizuri. Mimi na yeye ni mwana wa Mungu. Inasema heri ya wapatanishi, kwa maana hao wataitwa wana wa Mungu. Umeona? Kwa hiyo wana wa Mungu kitajwa ni lugha ambayo inazungumzwa. Maana yake mfano mimi nikisema, umeona yule mshikaji akisema bwana Yona yule nani? Mimi simjui, unamwambia yule mwanangu. Maana yake nini? Mtoto wako? Maana yake ni mshikaji wangu, ni mtu rafiki, ndio ulaika al-muqarrabu. Sisi tunaita ni mtu aliyokuwa karibu na mapenzi ya Mungu, ndio anaitwa mwana wa Mungu. Wao tuseme kwamba Mungu ndio amemzaba. Lakini Yesu alikuwa nani? Yule aliyopatia rafiki yako Yona nani? Samuel. Ndio kapata kwamba ni mtume wa Mungu, na Yesu mwenyewe anathibitisha yeye ni mtume wa Mungu. Andiko litakalotufungia kipindi chetu 17:3 Yohana. Njoo tusomee. Yesu mwenyewe anasema, msikilize Yesu. 17:3 Yohana anasema ya mwisho. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yesu kafanywaje hapo? Ndio ile kwamba mwenyewe anasema ametumwa na Mwenyezi Mungu. Bwana shukrani Yona bwana na wote. Shukrani sana, asante sana. Mashaallah. Funga kipindi Sheikh. Funga kipindi. Jamani tuliko Morocco kanisani tunazungumza na vijana, mashaallah wako polite, wako vizuri. Ni tunasema kwa lugha ya vijana ni washikaji. Nimezungumza vizuri na wako vizuri, brother Sam, brother Yona na wote very peaceful, kwa uzuri kabisa katika kubadilishana mawazo ya hapa na hapa. Tulikuwa na Sheikh Young Said, lakini pia na Mwalimu Juma Kadasani tupo, na inshallah Allah walipe kila la kheri jamani. Shukran sana kwa wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine. Umeona Sheikh Salum Dawa pale na wote, inshallah mpaka wakati mwingine. Shukran. Tulikuwa na msomaji pia Norman Bari. Inshallah ila liqa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.